Matumizi ya teknolojia ya Football Video Support maarufu kama FVS yameanza kuonekana katika ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini je, teknolojia hii inatosha kupunguza lawama kwa waamuzi na kutenda haki? Video support itasaidia sana na ishaonesha msaada wake mkubwa, kwa sababu tumeona kwenye mchezo wa dabi uliopita na michezo ya raundi ya kwanza katika ligi iliyoanza imeenda kutatua ama kusaidia waamuzi wetu katika michezo hiyo, kuona ni kwenye maamuzi ambayo walikuwa wanayafanya ambayo hawakuwa hayaoni kwa uharaka, wameenda kuyatatua kupitia hiyo video support. Bado lakini kwa sababu gani? Ndio kwanza ligi imeanza, alafu ndio mzunguko wa kwanza, yani zimecheza mechi moja. Kwa hiyo hapa acha tuone, kwa sababu angalau hata zicheze mechi tatu au 4 ndio tutajua. Sana inapocheza Simba, Yanga, hizi timu zingine huwa kwenye habari ya malalamiko huwa yanakuwa ya kawaida tu, washazoea. Utakuta wanachezesha saa 8. Kwa hiyo kwenye upande wa malalamiko mimi naona sana anapocheza Yanga au Simba. Wachambuzi wa soka nao wanaeleza mapungufu ambayo wameyaona katika mfumo huu wa FVS na kushauri nini kiweze kufanyika ili mfumo huu uweze kutenda haki sawa kwa timu zote. Miongoni mwa kitu ambacho ni kizuri, miongoni mwa kitu ambacho kimekwenda kuwapunguzia waamuzi maskendo ya hapa na pale, kimekwenda kunyoosha. At least tunaona kabisa kwamba kuna baadhi ya matukio tata ambayo maamuzi akienda kutazama, basi moja kwa moja kwa jinsi ambavyo wameweza kurejea anakwenda kutoa maamuzi ambayo ni sahihi. Kwa mfano maamuzi let's say kwenye mchezo wa Kagera pamoja na Simba, Duchu kile alichokifanya maamuzi wakati tayari alikuwa ameshachukulia kwamba ni faulu ya kawaida, lakini baada ya kwenda kujiridhisha kwenye VS aliona kwamba ni changamoto. Urejeo wa kuja kwa VS kwangu binafsi unakwenda kuwapa waamuzi uwanda mpana wa kufanya mambo, lakini unakwenda kuiweka ligi yetu kwenye thamani ya juu, kuona kwamba miongoni mwa ligi ambayo sasa tunaenda kutumia teknolojia nyingine ambayo inakwenda kumpa sapoti mwamuzi wakati kwenye kufanya maamuzi yake. VS pamoja na VAR ni vitu viwili tofauti. VS inakwenda kumuonyesha tu mwamuzi kwamba ni move kitu gani ambacho kilikwenda kutokea, lakini VAR ni kitu ambacho moja kwa moja kipo kwenye muundo wa mchezo husika, kwa maana ya kuanzia kwa referee pamoja na watu wote ambao wanahusika kwenye management. Maana tunaona kwamba VS inatumika tu kwa mwamuzi kupata advantage ya kuona marudio ya picha, lakini sio ambao labda inamwambia kwamba wewe kafanye maamuzi haya, lakini atakapojiridhisha yeye na kuona kwamba inastahili kuwa kitu fulani, basi anakwenda kuamua. Ni engo. Mimi nadhani ushauri wangu pia, sijui ni nani ile linafaa alichukulie hivi, lakini kama ni Azam, kama ni hao wenyewe au yule mzungu ambaye ndio mfumo wake, inabidi awashauri Azam muongeze angles. Engo ni chache sana. Nitakupa mfano, ilikuwa mechi ya juzi kama sijakosea, kuna engo ilikosekana, ilikuwa ni Simba na Kagera. Kuna engo ilikosekana ya kwenda kuamua, vile Namungo na Yanga. Namungo na Yanga pia engo zinakosekana. So far mimi nadhani engo ziongezeke, zikiongezeka engo zile ile inatufaa sana. Shukrani. Naam, wadau wa soka wameeleza mapokezi yao ya mfumo wa teknolojia unaofahamika kama VS ambao umeanza kutumika kwa mechi chache hapa katika ligi kuu nchini Tanzania. Kwa mechi chache zimekwisha kuonekana namna mfumo ambavyo unafanya kazi. Wameeleza kwa namna gani vipi unaenda kujenga haki, lakini vile vile kupunguza malalamiko kwa waamuzi. Wachambuzi nao wameeleza changamoto ambazo mfumo huu zimekwisha kuonekana na ni hatua gani zichukuliwe ili kuweza kuweka mambo sawa. Mfumo huu unaenda kutumika takribani mechi zote za ligi kuu kwa mujibu wa taarifa ya TFF, lakini vile vile kwa mechi zingine zote kila timu inaenda kujumuika kutumia huu mfumo. Mimi ni Patrick Isaya, ndiye nimeripoti kutoka hapa jijini Dodoma.